Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Juma hili tumejifunza somo la 7, somo linalosema wenyeji wa mbinguni. Ni katika robo ya kwanza ya mwaka 2026, robo inayosema kuunganisha mbingu na dunia, Kristo katika Wafilipi na Wakolosai. Na huu ni ufafanuzi kwa mwalimu. Ufafanuzi kwa mwalimu umegawanyika katika sehemu kuu 3. Sehemu ya kwanza ni muhtasari, sehemu ya pili ufafanuzi, na sehemu ya 3 ni matumizi maishani. Sehemu ya kwanza, muhtasari. Aya muhimu ni Wafilipi 4:6 inayosema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Lengo la somo Wafilipi sura ile ya 3 aya ya 17 hadi sura ya 4 aya ya 23. Yesu na mitume wanawaelezea Wakristo kama wanaoishi katika falme mbili tofauti sawia. Yesu alisema, basi mlipeni Kaisari yaliyo ya Kaisari na Mungu yaliyo ya Mungu. Mathayo 22:21. Ingawa ni wanajamii ya kibinadamu, waumini ni lazima wakumbuke kwamba yawezekana tayari wananufaika na fadhila fulani za uraia wao wa mbinguni. Zaidi ya hayo, wanaaswa kutafuta fadhila hizi kama ishara ya muungano wao na Kristo. Basi, mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu Kristo aliko, ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Wakolosai sura ile ya 3 aya ya 1. Kama wanajumuiya ya mbinguni, ni lazima tuenende kama inavyostahili wito wetu tulioitiwa. Waefeso sura ya 4 aya ya 1. Wito huu unajumuisha kuishi kwa furaha na amani, bila kujali shida tunazokabiliana nazo katika kazi zetu kwa ajili ya Kristo, tukijua kwamba mji wa mbinguni ndio makao yetu ya hakika. Waebrania sura ile ya 13 ya 14. Kwa imani, Ibrahimu alikuwa akiutazamia mji wenye misingi ambao mwenye kuubuni na kuujenga ni Mungu. Waebrania sura ya 11 ya 10. Kuna urithi usioharibika, usio na uchafu, usionyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yetu. Petro wa kwanza sura ile ya 1 aya 4. Somo la juma hili linaangazia mada kuu 3. Mada ya kwanza, wanajumuiya wa kimbingu wanaishi maisha yao kwa ukomavu, wakitumika kama vielelezo vinavyostahili kuigwa. Mada ya pili, furaha ya Kikristo kama amani haitegemei hali ya nje, kwa kuwa imejengwa juu ya uhusiano wa karibu na Mungu kwa njia ya Kristo. Mada ya 3, maisha ya furaha na kuridhika yanawezekana hata katika ulimwengu huu wenye misukosuko, lakini yanahitaji utii wa kanuni za kibiblia. Sehemu ya pili, ufafanuzi. Kielelezo. Kisa kinasimuliwa na Daktari Thomas Lambie ambaye alienda Ethiopia kama mishonari wa kitabibu. Baada ya muda fulani alitaka kununua ardhi kwa ajili ya kituo cha utume. Sheria ya Ethiopia ilisema wageni hawaruhusiwi kununua ardhi. Kwa sababu Daktari Lambie alimpenda sana Kristo na Waethiopia, aliukana uraia wake wa Marekani na kuwa raia wa Ethiopia. Kisha akanunua mali zilizohitajika kwa ajili ya kazi yake. Vivyo hivyo,
Waumini ni watu ambao kwa sababu ya upendo wao kwa Kristo wako tayari kuacha uraia wao wa kidunia kwa ajili ya uraia wa mbinguni. Wanajiona kama wageni na kusafiri juu ya nchi. Waebrania 11 aya 13. Wanajumuiya wa mbinguni. Paulo anatoa rai kwamba viongozi wa Kikristo wanapaswa kuwa vielelezo au mifano ya kuigwa na wengine. Wafilipi 3:17. Dhana hii inatofautishwa na mwenendo wa walimu wa uongo wanaoelezewa kama adui za msalaba wa Kristo. Wafilipi 3:18. Wanaelezewa zaidi kama ambao mwisho wao ni uharibifu, ambao Mungu wao ni tumbo, ambao utukufu wao katika fedheha yao, waniao mambo ya duniani. Wafilipi 3:19. Kinyume chake, Wakristo ni lazima watambue kwamba wenyeji wao uko mbinguni. Wafilipi 3:20, na kuishi ipasavyo. Neno la Kiyunani linalotafsiriwa kama mfano katika Wafilipi 3:17 ni simimetes. Linatokea mara moja tu katika Agano Jipya, inayopendekeza kwamba Paulo alichagua neno hili kwa makusudi ili kuwasilisha ujumbe maalum na wa kipekee. Katika tafsiri sisisi linamaanisha mwigaji mwenza, mtu anayejiunga na wengine kama mwigaji. Kwa hakika, Paulo aliunda istilahi hii ili kukazia shauku yake ya kwamba kuwe na jitihada ya jumuiya katika kufuata mfano wake. Mnifuate mimi, ninyi nyote pamoja. Wazo hili ni sawa na lile ambalo Paulo anasema katika Wakorintho wa kwanza 11 aya ya kwanza, mnifuate mimi kama mimi nilivyomfuata Kristo. Hatimaye Kristo ndiye kielelezo kamilifu kwa Wakristo. Katika Kristo, waumini wanaweza kuwa kielelezo kizuri kwa wengine, kama vile Paulo alivyoeleza katika Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 2 ya 14. Maana ninyi ndugu, mlikuwa wafuasi wa makanisa ya Mungu yaliyo katika Uyahudi katika Kristo Yesu. Kama raia wa mbinguni, ni lazima tuishi kwa kusudi, tukishikilia tumaini kwamba Mwokozi wetu atakuja kutoka mbinguni na kubadilisha miili yetu ya kufa kuwa ya utukufu. Wafilipi 3:20 na 21. Hata siku hiyo ni lazima tumngoje. Wafilipi 3:20, na kusimama imara katika yeye. Wafilipi 4:1, tukiwa na uhakika kwamba uraia wetu wa mbinguni ni bora zaidi kuliko uraia wetu wa duniani. Furaha na amani. Paulo anafundisha kwamba furaha na amani ya Kikristo havitegemei mazingira ya au hali za nje. Analiweka wazi anapothibitisha, furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Wafilipi sura ya 4 aya 4. Kama tunavyojua kwa uzoefu, katika ulimwengu uliojaa dhambi, haiwezekani kuishi daima katika hali kamilifu. Kwa hiyo, tunawezaje kufurahi siku zote ikiwa furaha inategemea hali ya nje? Kwa kweli, kupata furaha siku zote kunawezekana tu katika Bwana. Hapa tunaona msingi wa kweli wa furaha ya Kikristo na mazingira inapostawi. Ni muhimu kutambua kwamba wito wa kufurahi katika Bwana sio tu ushauri mzuri, ni amri. Kuishi kwa furaha ni muhimu sana kwa Paulo kiasi kwamba anakurejelea mara 3 katika waraka wote wa Wafilipi. Wafilipi 3 aya ya kwanza, Wafilipi 4 aya 4 na Wafilipi 4 aya 10. Kama mfano kwa wasikilizaji wake, Wafilipi 3:17
anaweza kuwahimiza wafurahi katika Bwana, Wafilipi 3:1, Wafilipi 4:4, kwa sababu yeye mwenyewe alifanya vivyo hivyo, Wafilipi 1:18, Wafilipi 2:17 na 18, Wafilipi 4 aya ya 4. Furaha ni mojawapo ya mada kuu katika waraka wa Paulo kwa Wafilipi. Kitenzi cha Kiyunani chairo, yaani kufurahi, kinatokea mara 8, Wafilipi 1:18 mara 2, Wafilipi 2:17, 18, 28, Wafilipi 3 aya ya kwanza, Wafilipi 4 aya 4 na ya 10. Kitenzi sinchairo, yaani kufurahi pamoja, kinatokea mara 2, Wafilipi 2:17 na 18, na neno chara, yaani furaha, linatokea mara 5, Wafilipi 1:4, Wafilipi 1:25, Wafilipi 2:22 na 29 na Wafilipi 4:1. Kinachofanya wito huu wa kufurahi kuwa wa ajabu zaidi ni kwamba mtu anayeuandika alikuwa gerezani. Amani ya Kikristo kama furaha haitegemei hali za nje. Yesu alisema, amani na waachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Yohana 14:27. Tena aina hii ya amani inawezekana tu katika Bwana. Yesu alisema, hayo nimewaambieni ili mpate kuwa na amani ndani yangu. Yohana 16:33. Vivyo hivyo, anapotumia kirai amani ya Mungu, Paulo anaeleza kwamba Mungu ndiye chanzo cha amani. Kirai hiki kinaweza pia kumaanisha amani inayotolewa na Mungu au amani atoayo Mungu. Haidhuru maana halisi ni nini, waamini wanaweza kupata amani inayopita akili zote, Wafilipi 4:7, kwa njia ya uhusiano wao na Mungu tu. Paulo angesema, amani ya Mungu, Wafilipi 4:7, inawezekana tu kwa sababu Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi, Wafilipi 4:9. Kwa ufupi, waamini wanaotambua uraia wao wa mbinguni wanaishije? Wanaishi kwa furaha na amani. Maelezo kwa ajili ya maisha yenye furaha. Maisha ya furaha hayatokei kwa nasibu. Ni muhimu kufuata kanuni fulani, na kwa sababu hii Paulo anatoa mfululizo wa maelekezo katika Wafilipi sura ile ya 4. Mengi ya hayo yapo katika mfumo wa amri. Furahini katika Bwana siku zote, Wafilipi sura ya 4 aya ya 4 sehemu A. Kurudia tena, nasema furahini, Wafilipi 4 sehemu ile ya B katika aya ya 4. Kunaonesha kwamba amri hii lazima ichukuliwe kwa uzito sana. Upole wenu na ujulikane na watu wote, Wafilipi 4 aya 5. Neno la Kiyunani linalotafsiriwa kama upole, epieikes, ni neno la kuvutia lenye vipengele vingi. Katika muktadha wa jinsi tunavyowatendea wengine, maana yake ni kuwa wema na wapole, wakati katika mahusiano ni kuwa na adabu na wavumilivu, na katika kazi za kisheria linaashiria kuwa na huruma. Msijisumbue kwa neno lolote, Wafilipi 4:6. Amri hii yaelekea imejengwa juu ya mafundisho ya Yesu. Msisumbukie maisha yenu, Mathayo 6:25. Tazama pia Mathayo 6:27, 28, 31 na 34. Kufikia hali hii hakuonekani kuwa rahisi, sivyo? Paulo anadokeza kwamba tunaweza kushinda wasiwasi kwa kuwasilisha sala zetu, maombi, shukrani na haja zetu mbele za Mungu. Yatafakarini hayo, Wafilipi 4 aya 8.
Paulo anaorodhesha mfululizo wa mambo mazuri tunayopaswa kuyatafakari, mambo ambayo ni ya kweli, ya staha, ya haki, safi, ya kupendeza na yenye sifa njema. Anaongeza kuwa mambo haya ni mema na yenye sifa nzuri. Mambo mliojifunza kwangu na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona kwangu, yatendeni hayo. Wafilipi 4:9. Kwa maneno mengine, fuateni mifano mizuri. Tena inafaa kuangaliwa kwamba matokeo ya kufuata miongozo hii yanawasilishwa kwa njia ya kauli ya ajabu, na amani ya Mungu itawahifadhi mioyo yenu. Wafilipi 4:7. Aya hii tu baadaye, katika kauli yenye maana sawa, Paulo anapendekeza kwa uthabiti kwamba amani ya Mungu inawezekana tu kwa sababu Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Wafilipi sura ile ya 4 aya 9. Sehemu ya 3. Matumizi maishani. Tafakari juu ya mada zifuatazo kisha waombe wanafunzi wako kujibu maswali mwishoni mwa sehemu hii. J.I. Packer alisema kwa usahihi, ukosefu wa mifano mizuri siku zote huelekea katika kushusha viwango, na cha kusikitisha, mifano mizuri imekuwa michache katika karne hii yote. Mungu anatutazama sisi kama Wakristo kuziba pengo hili. Mathayo 5:13 na 14. Kama raia wa jumuiya ya mbinguni, tumeitwa kumpendeza Mungu kwa kuzaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Wakolosai 1:10, hadi siku ile tutakapopokea sehemu ya urithi wa watakatifu. Wakolosai 1:12. Kwa sasa tunaweza kupata furaha na amani hata katikati ya hali mbaya zinazotuzunguka. Furaha na amani vya namna hiyo vinawezekana tu kwa kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Ingawa kunaweza kusiwe na amani duniani, tunaweza kupata amani katika Kristo. Yohana 14:27. Maisha ya amani na furaha sio matokeo ya nasibu. Biblia inatupa mfululizo wa maagizo ya kutusaidia kuufikia uzima tele ambao Mungu anakusudia kwa ajili ya watoto wake. Kwa ujumla, hakuna seti nyingine ya maagizo inayoweza kuzidi amri 10. Ellen G. White analiweka kwa ustadi sana anaposema, mafanikio na furaha yetu vinategemea utii wetu thabiti kwa sheria ya Mungu. Hakuna hata moja kati ya kanuni hizo 10 inayoweza kuvunjwa pasipo kumwasi Mungu wa mbinguni. Kushika kila nukta na sehemu ndogo ya sheria ni muhimu kwa ajili ya furaha yetu wenyewe na kwa ajili ya furaha ya wote tunaohusiana nao. The Signs of the Times, Machi 3 mwaka 1881. Maswali. Swali la kwanza. Zipi ni baadhi ya njia ambazo sisi kama Wakristo tunaweza kuwa mifano mizuri leo katika makanisa yetu na katika jamii zetu? Swali la pili. Kuna uhusiano gani kati ya utii wa sheria na maisha ya furaha na amani? Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ilikuwa ufafanuzi kwa mwalimu, na tumefikia tamati katika mada hii nzuri, mada ya somo la 8 inayosema wenyeji wa mbinguni. Mungu atubariki sote. Mungu atuongoze sote. Mungu adumu kuwa nasi sote sasa na hata milele. Amina.